Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera katika kipindi cha Familia ni Nyumba ya Mungu ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea. Iwapo una maswali au maoni au mapendekezo, tuma kwa namba 0756 47 81 78, 0756 47 81 78 au 0734 06 99 67. Na leo hii upo nami Frateli Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, ninayesoma mwaka wa 3 wa teolojia hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Dar es Salaam. Na mada yetu ya leo ni chaguo baya la mwenzi wa ndoa ni chanzo cha maisha mabaya katika familia. Tukianze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, nyota ya uinjilishaji, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, kama nilivyotaja hapo juu, maada kuwa chaguo baya la mwenzi wa ndoa ni chanzo cha maisha mabaya katika familia. Sasa zipo sababu nyingi zinazoweza kupelekea vijana kuingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi. Na sababu hizi zimepelekea aidha uchumba kuharibika katikati ya safari au pia kupelekea ndoa kuharibika baadaye. Na sababu hizi ni kama zifuatazo. Ya kwanza, kuingia kwenye ndoa kwa kufuata mkumbo. Vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wanafuata mkumbo kutokana na rika. Vijana wenye umri wangu wote wameshaoa, wameshaolewa, kwa na mimi inabidi nioe. Na kwa bahati mbaya wale vijana wenzake wataanza kumshinikiza, "Oa, unatuaibisha, kwani umepungukiwa nini? Oa bwana, au hujui kutongoza," wanavyoweza kusema sasa. "Au hujui kujieleza, basi tukusaidie." Wanaanza kumchochea, mwisho wa siku kijana na anaamua kuoa kwa sababu masimango yamekuwa mengi. Hata binti wa kike, binti pia naye vivyo hivyo, na ataanza kushinikizwa na mabinti wenzake, "Umekuwa toka katika familia yako, nenda kaolewe." Kwa mwisho wa siku atafanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa si kwa sababu amependa, badala yake kuna shinikizo linalotoka nyuma limemlazimu aweze kuingia kwenye ndoa. Hiyo ndoa haitakuwa na msingi wa amani, hata ingia kwa utashi wake. Kwa kufuata mkumbo. Swala lingine kwamba sababu nyingine, vijana wanaingia kwenye mahusiano, wanaingia kwenye ndoa pasipo kuwa na elimu ya awali kutoka kwa wazazi wao juu ya uwajibikaji, juu ya wajibu wa mwanaume au mwanamke ndani ya ndoa.
Ni utaratibu kwamba kijana anapofika umri fulani, kijana wa kiume atakaa na baba na kijana wa kike atakaa na mama karibu, ili mama mwambie binti kwamba unapoingia kwenye familia, wewe kama mama, wajibu wako ni hiki ni hiki. Wajibu wako kwa mume wako ni 1 2 3. Wajibu wako kwa watoto ni 1 2 3. Mtoto akiugua fanya hivi. Utakapokuwa mjamzito fanya hiki na hiki na hiki. Ukikutana nini fanya hiki na hiki. Mtunze mume wako namna fulani. Kwa bahati mbaya vijana wengi wa kike hawapati hiyo elimu. Ni wazi kwamba kuna wengine wanaambiwa kwamba wakati wa send off kuna baadhi ya vitu wanaambiwa, kapura mama wanaambiwa kule, lakini lazima lianze na mama mzazi kwanza kwenye familia. Na baba pia lazima mwambie kijana wake wa kiume, ukiingia kwenye familia wewe ni baba, simama kama nguzo. Wewe wajibika kwa mke wako, mtunze namna fulani, watunze watoto namna fulani, kiuchumi fanya hivi. Usimame kama kiongozi. Baba lazima mwambie amjenge. Uwe jasiri, wewe ni mlinzi. Unaona? Lakini vijana wengi hii elimu hawapati. Elimu wanaipata wapi sasa? Dunia, mitandao ya kijamii ndio inawapatia elimu. Elimu wanaipata kutoka kwenye mitandao. Na bahati mbaya hiyo elimu wanayopata hawachagui elimu iliyo nzuri na wajenga, badala yake wanachagua ile elimu ambayo inawapotosha. Mwisho wa siku familia zinadorora kwenye swala zima la kimaadili. Hii unaweza kuipata kwenye kitabu cha Methali sura 12 aya ya 1 hadi ya 3. Lakini pia swala lingine, sababu nyingine ni shinikizo la wazazi, ndugu na marafiki. Wapo vijana wengine wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya shinikizo la wazazi. Wazazi wa pande mbili inawezekana wakawa wanafanya kazi kwenye ofisi moja, wanapendana, ni marafiki, wakaamua kwamba basi na watoto wetu kwa sababu wamekuwa na wao pia waoane. Kwa wanafanya maamuzi ya kuwachagulia wenzi watoto wao pasipo watoto hao kutaka wao wenyewe. Kwa wanaingia kwenye ndoa isiyo sahihi wale watoto. Mwisho wa siku ukitokea changamoto yote kwenye ndoa, watoto hao wataanza kuwalaumu, asingenichagulia mchumba, pengine ningechagua wangu aliye sahihi. Kwa wengine wanaingia kwenye mchumba usio sahihi kwa sababu ya wazazi, shinikizo la wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Hilo swala limepelekea ndoa nyingi kuharibika. Lakini pia tamaa ya mali. Vijana wengine wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya kufuata tamaa. Labda nyumbani kwao kijana huyu wa kiume wana mali, kijana huyu wa kike wana mali. Kwa hiyo nikiolewa kwa kijana huyu au nikimoa binti huyu, tutaishi maisha mazuri. Tamaa ya mali, kufuata vionjo vya kimwili zaidi kuliko vya kiroho. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya 1. Sababu nyingine pia tamaa ya kimwili. Vijana kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya vichocheo vya kimwili. Vijana wanapapatika kihisia kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka. Nani alisema? Kwa hiyo vijana wengi wameingia kwenye ndoa, mwisho wa siku akishazoea wameingia kwenye ndoa kwa sababu tamaa za kimwili, wakishachokana wanaona huyu hafai. Kwa sababu lengo alikuwa kujenga ndoa, badala yake ilikuwa ni kukuridhishana kimwili tu, mwisho wa siku wanaondoka. Wanaachana, wanaonana wabaya, wamechoka. Waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 6 aya 19 mpaka ya 20. Lingine pia vijana wengine wanaingia, sababu nyingine vijana wanaingia kwenye ndoa kwa sababu wamekata tamaa ya kupata mwenzi. Kwa sababu kubwa ya umri, kwamba umri wangu umekuwa mkubwa, sitapata mwenzi. Kwa ni bora nipate yeyote yule tu ili mradi niingie. Kwa mtu anaingia kwenye mahusiano kwa sababu ana hofu, nitachelewa kuolewa. Nani atakayenioa au nitamuoa nani? Anapokuwa na umri wa miaka 18, kwa mfano binti anapokuwa na umri wa miaka 15, hapo anataja sifa za kijana wa kiume anayemtaka, awe mtanashati, mrefu, mweusi, namna gani, au hivi awe na mali. Hapo anapofika miaka 23 anaanza kusema basi asiwe mrefu, hata akiwa size ya kati, asiwe mrefu sana, asiwe mfupi sana, hata asipokuwa mweupe au maji ya kunde. Hata anapoenda kanisani anataja hizo sifa. Akifika miaka 30, 35
anapunguza zile sifa. Anapoenda kusali anaanza kupunguza zile sifa. Mungu, mimi ni nani mpaka nikupangie? Mimi ni nani mpaka nikupangie mwenzi? Maana mchumba mwema anatoka kwako. Nipatie yeyote yule ili mradi na mimi niitwe mama. Anapiga kifua ili mradi aweze kuitwa mama. Mwisho wa siku analetwa yeyote yule, kwa sababu umesema yeyote yule. Kwa lazima binti awe mwaminifu katika sala yake na maombi yake, aamini kwamba kwa kuwa amemwomba Mungu mwaminifu naye atajibu. Asibabaishwe na mitazamo ya watu na maneno ya watu. Hilo ni la msingi sana. Kutokuhofia umri, kwa sababu wakati sahihi wa Bwana utakaribia. Ni lazima kijana amshirikishe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, ili kusudi sababu hizi zote zinazopelekea watu wengi kuingia kwenye ndoa zisizo sahihi zisiweze kuwakumba. Kwa hiyo vionjo vyote vya kimwili wanapaswa kuviepuka, waepuke dhambi katika hatua zao za kiuchumba. Hii tunaweza tukapata kwa kitabu cha Joshua bin Sira sura ya 21 aya ya kwanza, kwamba tuikimbieni dhambi kama mnavyokimbia mbele ya nyoka. Lakini pia lazima wajitahidi kuzikimbia tamaa za ujanani, ili waweze kufuata haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Tunapata haya maneno kutoka kwenye waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 22. Vijana wengine wanaingia kwenye uhusiano kwa sababu kujaribishana, si kwa sababu ya kuoana na kuishi kwa muda mrefu kama wenzi, bali kubadilishana mawazo naita. Ninge kujaribishana kuangalia, je, wanaendana, wanaoana muda fulani kama vile ni mkataba. Wakiona kwamba hawaendani wanaachana. Kumbuka, unaposhiriki tendo la ndoa na mtu unatengeneza agano, kwa sababu tendo hili kwa kuwa ni mahususi kwa wanandoa wametengeneza agano. Kwenye lugha ya sheria za kanisa inaitwa kwa mambo ya consummation. Kwa lile tendo la ndoa linapofanyika, wanatengeneza ule umoja, wanakamilishana. Kwa masuala ya kujaribishana kabla ya ndoa yanapaswa kuwekwa kando. Kwa kuchagua mwenzi aliye sahihi ni muhimu sana. Kutokuangalia vionjo vya nje kama lililomkuta Samsoni alivyomchagua Delila. Waliangalia nje tu, mwisho wa siku akajikuta amemkosea Mwenyezi Mungu. Unaweza kusoma kitabu cha Waamuzi sura ya 16 aya ya 4 hadi ya 21. Samsoni alimchagua Delila ambaye alisababisha anguko lake. Kichwa chake kiliponyolewa nywele, alikosea kwa sababu chaguo lake baya. Hatimaye alikumbana na madhara makubwa, alitobolewa macho. Maamuzi sahihi. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, iwapo ndio kwanza unafungulia redio yako, kipindi kilicho hewani ni cha Familia ni Nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea, Dar es Salaam. Na mada iliyo hewani ni chaguo baya la mwenzi wa ndoa, namna lilivyo chanzo cha maisha mabaya katika familia. Na uko nami Frateri Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara. Mpendwa msikilizaji, sehemu inayofuata ni namna uchumba usio sahihi unavyopelekea familia kuyumba. Chaguo baya la mwenzi linaweza kuleta madhara makubwa katika maisha ya familia. Kwanza, kutokuelewana. Wanandoa wanapokosa mawasiliano wanaweza kuishi katika mizozo isiyoisha. Kwa sababu ifahamike kwamba wakati wa uchumba inawezekana mmoja alificha makucha,
hakupenda kuyaweka wazi madhaifu yake kwa mwenzi ili aweze kusaidiwa, akihofu kwamba iwapo atayaweka wazi huenda akaachika. Kwa madhaifu haya yakianza kujitokeza ndani ya ndoa, yule mwenzi atayaona kuwa mambo mapya, hivyo atakata tamaa kuishi naye kwa sababu ni vile ambavyo hakuvitegemea wala hakuviona wakati wa hatua ya uchumba. Hawataelewana, mwisho wa siku migogoro itakuwa, hatimaye wataamua kuachana, kwa kuwa atamuona kuwa mtu tofauti kabisa na yule wa mwanzo. Kini madhara mengine ni kwamba kutatokea na unyanyaswaji na kudhalilishwa kwa mwenzi mmojawapo, kwa sababu ikitokea kwa mfano mmoja aliingia kwenye ndoa kwa sababu ya mvuto wa mali, ile mali anaweza ile mali atakayoikuta kwenye ile familia kwa yule mwenzi wake anaweza kuitumia kama fimbo ya kumwadhibu huyu mwenzake, kwa sababu hakuchangia chochote kile wakati wa maandalizi au wakati wa kutengeneza uchumi huu wa hii familia. Amekuta kijana ameshatengeneza uchumi wake tayari, basi akaanza kutumia uchumi ule. Kwa inawezekana uchumi huo, kipato hicho kikatumika kama fimbo ya kumnyanyasa binti. Kwa ni vizuri sana kama ni swala la kiuchumi lisipewe kipaumbele sana kama kivutio cha kuingia kwenye ndoa. Lakini pia kuingia kwenye uchumi, kuingia kwenye familia au kwenye ndoa ambayo haikujengwa kwenye msingi wa uchumba usio sahihi, pia hupelekea malezi mabaya ya watoto. Kutokana na migogoro mbalimbali ambayo wazazi watakuwa nayo, watoto watajifunza kwamba kumbe migogoro ni sehemu ya maisha ndani ya familia. Kwa wazazi hao wawili watatengeneza kizazi cha baadaye cha wanandoa ambao wataendekeza migogoro kwa kuwa itakuwa kama sehemu ya maisha yao, kwamba pasipo migogoro basi familia haiwezi kwenda. Watawafundisha hata baadhi ya maneno yasiyofaa kutokana na kutukanana kwao mbele ya watoto, kudhalilishana kwa wazazi hao wawili mbele ya watoto. Nao watoto watajifunza tabia hizo watazibeba na kwenda nazo baadaye. Kumbuka, chochote kile ambacho wazazi wanakifanya ndani ya familia, kiwe chema au kibaya, kinatengeneza alama ndani ya nafsi za watoto. Kwa ni muhimu sana wazazi wajitahidi kuchagua yapi yaliyo sahihi wanaopaswa kuyafanya wanapokuwa na watoto wao na ambayo yatawajenga zaidi, na yapi wayaepuke ambayo hayatawaathiri watoto kwa ajili ya maisha ya baadaye. Ni wazi kwamba wajibu wa kuwalea watoto ni wa wazazi wote wawili. Lazima wajitahidi kuwatengenezea misingi ya kimaadili, wakiwaadhibu kwa upendo, wakiwafundisha kwa maneno na matendo. Maisha yao ndani ya familia yanapaswa kuwa kitabu kizuri kinachopaswa kusomwa na watoto hawa walio ndani ya familia. Mzazi hapasi kuogopa kumwadhibu mtoto wake anapokosea. Hapasi kuendekeza tabia zake kwa sababu ya madeko ya mtoto, badala yake amwadhibu kama sehemu ya kumfundisha maisha mazuri ni yapi. Basi rejea kitabu cha Mithali sura ya 29 aya 15. Wazazi wanalo jukumu la kuwalea watoto kwa hekima na maadili na kuwaongoza katika imani. Kwa moyo wa sala wa wazazi, uwajibikaji katika kazi, namna wanavyosameheana wazazi wao kwa wanapokoseana, namna wanavyotatua matatizo mbalimbali katika familia, haya yote yatawatengeneza watoto wao wawe waamini wazuri wa baadaye, wawe taifa jema la baadaye, na mwisho wa siku basi kupata wanandoa wengine wazuri wa baadaye ambao watasimamia misingi mizuri ya ndoa. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2221 mpaka namba 2223. Madhara mengine ni kudorora kwa uchumi wa familia. Kwa kuwa wazazi hao wawili wataishia kwenye migogoro, kila mmoja atamwona mwenzake kama adui, hata kuwa na nafasi ya kumshirikisha mwenzake masuala mazima ya kiuchumi,
wafanye nini kuongeza uchumi, mambo gani wasifanye. Mwisho wa siku uchumi wa familia utayumba, kwa sababu hakuna makubaliano baina ya watu wawili. Kila mmoja anafanya analoona nafaa, na hata kama ni swala zima kupambana kiuchumi, baba atakuwa anapambana kwa ajili yake yeye mwenyewe na mama atakuwa anapambana kwa ajili yake mwenyewe, si kwa ajili ya kujenga uchumi wa familia, kwa ajili ya kujenga uchumi wa familia. Kwa kutakuwa na ubinafsi, Kwa ujumla, ubora wa familia na mafanikio yake hutegemea maandalizi na usahihi katika kuchagua mwenza. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana kujipa muda wa kutosha ili kuchagua mwenza sahihi ambaye wataishi pamoja katika ndoa kwa miaka yao yote. Pendwa msikilizaji, ifahamike kwamba wapo vijana wengine ambao pengine wamekuwa kiachika, wanaingia kwenye uchumba wanaachika, uchumba wanavunjika uchumba. Uchumba huo kuvunjika pengine kunaweza kukasababisha kwamba ulifanya maamuzi mwanzo yasiyo sahihi kwa yule mtu. Kwa lazima maamuzi yatakayofuata uwe makini sana. Ni vizuri binti huyu au kijana huyu wa kiume awe makini katika kufanya maamuzi mengine, kuingia kwenye mahusiano mengine. Lile eneo halikuwa sahihi kwake. Ifahamike kwamba sukari haihitajiki kwenye supu, lakini inahitajika kwenye chai. Chumvi haihitajiki kwenye chai, lakini inahitajika kwenye supu. Vivyo hivyo, unaweza usihitajike upande mwingine. Si kwamba wewe ni mbaya, hauna sifa nzuri, lakini kwa sababu yule mtu siye sahihi kwako, hauhitajiki kwake, au yeye hahitajiki kwako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hakupenda akuunganishe na yule mtu kwa sababu sio mtu sahihi kwako. Supu haihitaji chumvi, supu haihitaji sukari, supu inahitaji chumvi. Chai inahitaji sukari, chai haihitaji chumvi. Kwa lazima binti, kijana wa kiume, utulie ili uweze kwenda kwenye maeneo yaliyo sahihi. Unakuwa na sifa njema kabisa za kiutu, kujenga familia njema, unawajibika, unasali sana, lakini unaweza kujiuliza kwa nini sipati mtu aliye sahihi? Ni kwa sababu muda wako bado. Lazima kuendelea kujipa muda kwa kusali, kufunga, kuomba kwa uvumilivu na kutokubabaishwa na malimwengu na mitandao ambayo itakuwa inakufundisha mambo mengine ambayo yanaweza kufanya ukachepuka kutoka kwenye ile njia iliyo sahihi. Mwisho wa siku, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu. Unayemuomba kila siku akupatie yule mwanandoa aliye sahihi, basi yeye mwenyewe atakuletea. Cha msingi udumu katika uaminifu, dumu katika sala, dumu katika uwajibikaji, usikate tamaa. Yale maombi uliyomuomba Mwenyezi Mungu akupatie yeye kwa huruma na wema wake usio na kipimo, basi atakujalia. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndio tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateli Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, ninayesoma seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Wanga, Segerea, Dar es Salaam. Ikiwa una maswali, maoni au ushauri, naomba utuandikie ujumbe wako mfupi kwa maandishi kwenda namba 0756 47 81 78 au 0734 06 99 67. Basi tumalize kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tuombe. Ee Mungu mwenyezi wa milele, ulipendezwa kwa utashi wako na upendo wako usio na mipaka kuanzisha familia takatifu katika jamii ya kibinadamu, ili kupitia familia hiyo watu wakusifu, wakutukuze na wakuabudu wewe. Wajalie vijana wengi mwanga wa Roho Mtakatifu, ili waweze kuwachagua wale wenzi walio sahihi, watakao wasaidia kiroho na kimwili, ili katika mambo yao yote ndani ya ndoa wakutukuze wewe. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria, nyota ya uinjilishaji, utuombee. Bikira Maria, mama wa familia takatifu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Familia, familia, familia bora yenye hofu ya Mungu.